Lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni taarifa kutoka kwa viongozi wa taifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wakisema msimamo wa Iran ni kwamba siasa ya vita na mazungumzo kwa pamoja imefika mwisho. Mohsen Rezai, mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, amesema kuwa sera ya mazungumzo na vita kwa wakati mmoja imefikia mwisho. Alisema ikiwa Wamarekani wataendelea na mapigano katika siku 2 au 3 zijazo, tutaingia katika awamu ya operesheni kamili ya kukera na kuharibu. Taarifa yake Bwana Reza imesema kwa maana wakati huu wa Iran wanataka kuanzisha operesheni kubwa ambayo itaharibu kila kitu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, hasa rasilimali zote za Wamarekani na njia nyingine ambazo wa Iran wanaweza kufanya. Hayo yanajiri huku maeneo mengine ya kusini mwa Iran yakikumbwa na mashambulizi ya anga ya Marekani. Mnamo siku ya Ijumaa, usiku wa 7 wa mashambulizi yaliyofanywa na Marekani katika mapigano kati yake na Iran ilitangaza kuwa Kuwait, Bahrain, Jordan na Saudi Arabia, yaani kwa jumla nchi 6 zimeshambuliwa. Hivyo hali katika Mashariki ya Kati inazidi kuwa mbaya kila kukicha kutokana na mashambulizi makubwa yanayofanywa na majeshi ya pande zote mbili, kwa maana upande wa jeshi la CENTCOM la Marekani, lakini pia na jeshi la IRGC la nchini Iran. Huko Lebanon, ofisi ya rais imetangaza kuwa Rais Joseph Aoun wa nchi hiyo ameondoka siku ya Jumamosi huko Beirut kuelekea Washington nchini Marekani, na anatarajiwa kukutana na Rais Donald Trump wakati wa safari hii na kujadili kujiondoa kwa Israel katika maeneo yanayokaliwa kwa sasa na Israel. Nchini Iran, msemaji wa idara ya mahakama ametangaza kuwa kesi imewasilishwa dhidi ya Reza Pahlavi ambaye anatajwa kwa namna moja ama nyingine moja kati ya watu wachochezi wa vita hivi. Inaonekana anataka madaraka. Ikumbukwe katika kipindi cha vita vya siku 40, moja kati ya malengo yaliyokuwa yamepangwa na Marekani na Israel ni pamoja na kusaini mikataba pamoja na Reza Pahlavi, mwanamfalme wa nchi hiyo katika utawala wa Shah ambaye ameondoka nchini humo, lakini pia ambaye anachochea maandamano huku akichochea pia kutaka kuondolewa kwa serikali iliyopo na kurudisha utawala wa kifalme wa enzi ya baba yake, jambo ambalo wakati huu mahakama nchini humo imeamua kumfungulia mashtaka mtoto huyo wa Pahlavi wa enzi ya utawala wa Shah. Hata hivyo, kutokana na hali iliyopo katika kipindi hiki, Iran imekuwa ikiwashtaki raia wengi ambao wanahusishwa na utengenezaji wa propaganda, lakini pia wanahusishwa na namna ya kuisaliti nchi, na kwamba taifa hilo halipo tayari kuishi na watu ambao ni wasaliti wa taifa, kwa maana hawana uzalendo. Ndicho ambacho kinafanywa huko nchini Iran, kitajwa pia kwamba baadhi ya watu wamenyuka katika siku za hivi karibuni kutokana na kutoa taarifa nyeti za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kushirikiana na ujasusi wa Israel Mossad pamoja na ule wa Marekani wa CIA ndani ya taifa hilo na kusababisha Israel na Marekani kufanya mashambulizi ya uhakika katika taifa hilo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii.